Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Licha ya halmashauri ya wilaya ya Nyasa kupata hati safi kwa mwaka wa fedha 2024 hadi mwaka 2025, viongozi wa wilaya hiyo wanasema mafanikio hayo hayatakuwa sababu ya kulegeza usimamizi wa fedha za umma, wakiahidi kufunga hoja zote za ukaguzi zilizobaki na kuzuia kujitokeza kwa hoja mpya. Kutoka mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda anatueleza zaidi. Hatua hiyo imeelezwa katika kikao cha baraza la madiwani la kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyasa Khalid Khalifu amesema licha ya halmashauri hiyo kupata hati safi, bado hoja za ukaguzi zilizobaki zinaendelea kufanywa kazi ili kuimarisha uwajibikaji. Tunaahidi kuendelea kufuata sheria, kanuni na miongozo mbalimbali katika uendeshaji wa shughuli za halmashauri. Kusudio hili linaendana na dhamira yako ya dhati ulionayo kuiona halmashauri yako ikiendelea kupata hati safi za ukaguzi mwaka hadi mwaka. Na kwa hiyo itusaidie. Imesemwa hapa kwamba haina maana kwamba hakuna mapungufu, hakuna shida, zipo. Lakini hiyo sasa inatutia moyo kwamba tuendelee kufanya vizuri zaidi. Awali akiwasilisha taarifa yake, mkaguzi wa nje mkoa wa Ruvuma Nicholas Kilinga amesema hati safi iliyotolewa kwa halmashauri ya wilaya ya Nyasa ni matokeo ya taarifa za fedha zilizokidhi vigezo vya ukaguzi, huku akisisitiza kuwa bado mifumo ya udhibiti wa ndani inapaswa kuendelea kuimarishwa. Hati safi hutolewa pale mkaguzi anapojiridhisha kuwa taarifa za fedha zimeandaliwa kwa usahihi na kuzingatia viwango husika vya uwasilu. Hata hivyo, kutolewa kwa hati hiyo hakumaanishi kuwa mifumo yote ya udhibiti wa ndani haina mapungufu, bali inaonyesha kuwa hakukuwa na dosari kubwa za taarifa za fedha ambazo zingemzuia mkaguzi kutoa maoni yasiyo na mashaka. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Nyasa kwa kupata hati safi, akisisitiza kuwa mafanikio hayo yawe chachu ya kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa fedha za umma na utekelezaji wenye tija wa miradi ya maendeleo. Na haswa kwenye kupata hati safi, na hili ninawapongeza sana. Haya yote yaliyozungumzwa na walionitangulia mwachukue kama maagizo ya mkuu wa mkoa. Kutoka mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Wakazi wa kata ya Sale wilayani Ngorongoro sasa wamepata matumaini mapya ya usalama baada ya kushirikiana na serikali kujenga kituo cha polisi kitakachokuwa nguzo ya ulinzi na utulivu katika jamii hiyo, maamuzi waliofikia baada ya kukabiliwa na changamoto ya uhalifu kwa muda mrefu. Kutoka Arusha, Jamila Omar kutoka Ngorongoro anatueleza zaidi. Wananchi wa kata ya Sale wilayani Ngorongoro wameonyesha nguvu ya ushirikiano wa jamii baada ya kushiriki katika ujenzi wa kituo cha polisi, hatua inayolenga kuongeza kasi ya mapambano dhidi ya uhalifu na kuimarisha usalama wa wananchi. Kituo hicho kimejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 94, ambapo halmashauri ya wilaya Ngorongoro ilitoa shilingi milioni 86.9, huku wananchi wakichangia nguvu kazi yenye thamani ya shilingi milioni 7. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, Wazo Mwang'onda, amepongeza jitihada hizo, huku akilitaka jeshi la polisi kuendelea kuwa karibu na wananchi ili kupata taarifa za kiintelijensia zitakazosaidia kudhibiti uhalifu. Mheshimiwa Rais amedhamiria kuliweka jeshi la polisi kuwa la kisasa, liwe linashirikiana na wananchi. Kama tulivyoona hapa, wananchi ndio walianza kujenga kituo cha polisi. Tunaomba sana wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu, kwa sababu askari wa kwanza ni mwananchi mwenyewe. Linda sana amani na utulivu katika nchi yetu, lakini tukiendelea kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha amani na utulivu inatamaraki na mji wetu unabakia salama. Wananchi nao wamesema uwepo wa kituo hicho hautasaidia tu kupambana na uhalifu, bali pia kutoa elimu kuhusu masuala ya kijamii ikiwemo migogoro ya ardhi, ndoa na ukatili wa kijinsia. Awali tulikuwa na matukio mengi ya kuhalifu, lakini baada ya kuwa na mchakato mrefu kwa wananchi na kujaribu kufikiria namna ya tutakavyojinusuru katika haya matukio, tukawa na wazo la kujenga kituo cha polisi kwa ajili ya kuleta huduma hiyo karibu kwa wananchi. Kituo hiki kimekuja kwa niaba nzuri kwa
kwa niaba ya kusaidia wananchi wa kijiji cha Sale. Jamila Omar, Channel 10, Ngorongoro, Arusha. Wananchi wa kijiji cha Magoe, kata Itundu, wilayani Makete wameshukuru serikali kwa kuwapatia zahanati mpya iliyowapunguzia adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Daktari Dorothy Gwajima kuizindua rasmi zahanati hiyo iliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 139. Michael Patrick kutoka Njombe anatueleza zaidi. Mradi wa ujenzi wa zahanati hiyo umefadhiliwa kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAFU, huku wananchi wakichangia 10% ya gharama za ujenzi, ambapo wananchi wa eneo hilo wamesema ujio wa zahanati hiyo utaondoa changamoto ya kusafiri umbali mrefu. Yaani kwa sisi hapa kidogo zahanati iko jirani kwetu, kwa hiyo tunakusaidia sana kwa kidogo hapa, yaani huduma tunazipata kwa wakati. Chumba cha moto kilikuwa muhimu sana kwa sababu kwetu hapa sasa kuhifadhi ndugu zetu tunapokuwa tumefariki tunatumia nguvu kubwa sana mpaka tuweze kituo cha Matamba. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo mbele ya waziri Dr. Dorothy Gwajima, mganga mfawidhi wa zahanati ya Magoe Conrad Mtiganda amesema, Mheshimiwa Waziri, kukamilika kwa ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Magoe kunasaidia wananchi wa kijiji cha Magoe na maeneo jirani kupata huduma za afya karibu, hivyo kupunguza gharama za kufuata matibabu sehemu nyingine. Tulikuwa tunaomba sasa, kuna kila sababu ya kutuongezea kituo cha afya kwenye kata yetu. Baada ya kuzindua zahanati hiyo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuwekeza katika sekta ya afya ili kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora karibu na makazi yake. Hili yanatekeleza, nimeona mambo mazuri, dawa zipo, sio dawa mchezo, nikianza kutajia majina hapa itoshe sema broad spectrum antibiotics. Lakini wamesema maendeleo wao ndio wajenga yao. Wanakushukuru kwa zahanati hii, lakini wanaomba uangalie kwa habari ya kituo cha afya. Toka wilayani Makete mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Naam, mtazamaji, wananchi wa mtaa wa Chang'ombe, kata Chanika katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga wamekumbwa na taharuki baada ya kutakiwa kuondoka kwenye nyumba zao ndani ya siku 14 ili kupisha zoezi la ubomoaji wa nyumba hizo. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Wakielezea changamoto hiyo, baadhi ya wananchi hao mbele ya viongozi wa mtaa pamoja na kata Chanika wamesema, muda saa 4 nilipata taharuki kuona naletewa mabango ambayo sikuyaelewa yalipotokea. Itakapobomolewa ile nyumba, kwanza nitaishi wapi? Jambo la kwanza. Pili, muda niliokaa kuanzia mwaka 2013 sijapata tatizo lolote. Leo nije nibomolewe nyumba, sehemu ya kukaa sipaelewi. Sasa tunaomba msaada kwenye ngazi kubwa itusaidie swala hili kabla ya tarehe hiyo, tujue kwamba tunapata jibu na tunaelewa. Tulilipia, wakaja wakalazimisha wakaweka beacon. Sawa. Walikuwa tunasubiri mambo mengine yaendelee tuweze kupata haki. Sawa. Lakini hati ya mahusiano tunayo. Sawa. Na tumetumia njia ya serikali, kila kitu kiko sahihi. Sawa. Kwa hiyo tulichokuja kushangaa ni kuona juzi inaletwa barua ya kwamba hukumu ya kwamba anatakiwa muondoke ndani ya siku 14. Ile hali ya tangia 2013 hatujai kujua hili jambo mpaka leo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Chang'ombe amesema ameshtushwa na taarifa za nyumba za wananchi wake kutakiwa kubomolewa bila kushirikishwa, hali ambayo imezua taharuki kubwa kwenye mtaa huo, huku diwani wa kata Chanika Bwana Habibu Mbota akitilia shaka nyaraka za umiliki wa eneo hilo na kutoa ombi kwa serikali. Na mimi pia mwenyekiti mwenye eneo hili, mwenye dhamana na eneo hili, nilitakiwa kesi hii ya msingi basi niitambue mwanzo wake na mwishilizi wake ni wapi. Na hata kama ametoa hukumu, lakini sijawaona hawa watu wa baraza kufika site kuona kwamba eneo hili linalolalamikiwa likoje. Wametoa maamuzi bila kufika site. Kwa mimi kama mwenyekiti, kwa kweli na wananchi wangu hawa tunapata taharuki kubwa, na sihitaji mtaa wangu uwe na taharuki. Nahitaji amani iwepo. Mama Samia anapambana sana na serikali yake kuhakikisha wananchi wanaishi kwa usalama. Haiwezekani eneo moja kuwa na nyaraka za serikali mbili. Yaani eneo moja lina nyaraka mbili za serikali. Ni kiasi ambacho tunatakiwa tuwe makini na waangalifu kwenye jambo hili. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, nimeshampigia mwanasheria wa halmashauri
ni lazima aangalie namna ya kuwasikiliza wananchi wa mtaa wa Chang'ombe kwenye malalamiko haya ambayo wameshtakiwa na wanatakiwa hukumu itekelezwe tarehe 14 mwezi huu wa 6, nyumba zao zibomolewe. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Haya, viongozi wa nchi wanachama muungano wa kujihami wa NATO wamekutana mjini Ankara, Uturuki katika mkutano wa kilele unaofanyika wakati dunia ikikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, ambapo ajenda kuu za mkutano huo ni kuimarisha ulinzi wa pamoja wa NATO, usalama Mashariki ya Kati na kuendeleza msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Marekani bado imejitolea kuendeleza muungano huo wa kijeshi, ikiwa Ulaya na Canada zinapaswa kuongeza matumizi ya ulinzi yatakayowawezesha kubeba sehemu kubwa zaidi ya jukumu la usalama wa pamoja. Kwa upande wake, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuifanya NATO iwe na mchango mkubwa zaidi kutoka Ulaya, huku akitaja makubaliano mapya ya Ujerumani, Canada na Norway ya kushirikiana kujenga na kununua manowari kama mfano wa ushirikiano huo. Mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine, mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA imesema uwekezaji unaendelea katika ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege unalenga kuboresha usafiri wa anga na kufungua fursa nyingi zaidi za kiuchumi kwa sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Mwanahabari wetu Kisa Mopiana anatueleza. Akizungumza katika maonyesho 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano kwa umma TAA Mariam Lusewa amesema mamlaka hiyo inaendelea kusimamia viwanja vya ndege 61 vilivyopo Tanzania bara, huku miradi kadhaa ikiwa imekamilika na mingine ikiendelea kutekelezwa. Aidha, amesema viwanja vya ndege vya Arusha, Tabora na Sumbawanga tayari vinatoa huduma, wakati ujenzi unaendelea katika viwanja vya ndege vya Msalato, Shinyanga, Kigoma, Iringa na Manyara. Katika miradi yote hiyo ambapo itakapokamilika, tutakuwa na fursa mbalimbali za kibiashara. Mfano, katika kiwanja cha ndege cha Msalato tutakuwa na fuel farm, tutakuwa na hospital. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kuweza kuwaambia Watanzania sasa waweze kuzichangamkia fursa hizo katika viwanja vya ndege hivyo ambavyo vinaenda kukamilika. Pia Lusewa amesema TAA imeendelea kutoa kipaumbele kwa Watanzania katika ajira za muda mfupi zinazotokana na utekelezaji wa miradi hiyo, akibainisha kuwa mradi wa kiwanja cha ndege cha Msalato pekee umezalisha zaidi ya ajira 500 kwa wananchi. Katika miradi inayoendelea, ajira za muda mfupi kwa wazawa zimepewa kipaumbele cha hali ya juu. Mfano, katika kiwanja cha ndege cha Msalato kuna takriban ajira zaidi ya 500 kwa wazawa wa Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatoa kipaumbele cha hali ya juu. Tumekuwa tukiangalia teknolojia mbalimbali duniani na tumeweza kufanya tafiti mbalimbali na kuona changamoto zilikuwa wapi ili tuweze kuwasaidia wateja wetu kuwarahisishia safari zao. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mopiana wa Channel. Naam, shukrani sana Kisa Mopiana kwa taarifa hiyo. Baada ya halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kushika nafasi ya 8 kitaifa katika matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2025, halmashauri hiyo imeweka mikakati ya kuendelea kufanya vizuri ili kuweza kuongoza kitaifa. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Ni maafisa elimu kata, wakuu wa shule, walimu wakuu pamoja na maafisa watendaji wa kata katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wakiwa pamoja na viongozi wao katika kikao cha mikakati ya kuhakikisha wanafunzi ndani ya halmashauri hiyo wanafanya vizuri katika masomo yao na kupata ufaulu mkubwa zaidi. Unapozungumzia halmashauri 184 nchini, sisi ni halmashauri ya 8. Mwaka jana jopo hili lilikaa na kuweka mikakati iliyofanikisha halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani kushika nafasi ya 8 kitaifa kati ya halmashauri 184 nchini katika matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2025. Sasa wanafurahia matunda ya juhudi zao na kuweka mikakati mipya ili kufanya vizuri zaidi. Mikakati yote ambayo tulijiwekea mwaka uliopita tumeona imezaa matunda. Sisi kama halmashauri hatutawaangusha wazazi na walezi. Tutahakikisha kwamba jitihada zote wanazozifanya katika kuwalea watoto wao kielimu
basi zinazaa matunda. Walimu katika manispaa hii ya Mtwara Mikindani wanaona wanafunzi wao wana uwezo mkubwa darasani, na endapo ushirikiano utazidi kuwepo baina ya uongozi, walimu, wanafunzi na wazazi, halmashauri itaendelea kufanya vizuri zaidi. Mkikaa walimu, wazazi na jamii yote mkakusudia kwamba tufikie malengo fulani ya kielimu, hakuna pingamizi ambalo kinakuwa kinatokea. Kwa tunajipanga upya ili kuweza kuhakikisha kwamba tuna maintain hiyo nafasi ambayo tumeishika au kuweza kupata nafasi ya juu zaidi. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imelaani mashambulizi ya Iran dhidi ya Bahrain na Kuwait na kusema mashambulizi hayo ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, kwani ni mashambulizi yasiyo na uhalali. Qatar imesisitiza juu ya umuhimu wa kufanya mazungumzo na diplomasia ili kupunguza mvutano na kuendeleza makubaliano yaliyofikiwa ya maelewano, ambapo Iran inatakiwa kuzingatia sheria zilizowekwa na Umoja wa Mataifa kupitia makubaliano ya amani. Hata hivyo, Iran imesema kuwa imefanya mashambulizi hayo kwa lengo la kulenga maeneo ya kijeshi ya Marekani yaliyoko Bahrain na Kuwait kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Iran. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Lucy Kabiemera, amesema wizara itaendelea kutoa elimu ya ardhi kupitia nyanja mbalimbali ili kuwawezesha wananchi kutambua thamani ya ardhi na hivyo kupunguza migogoro ya ardhi katika jamii. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele anatueleza zaidi. Akizungumza wakati wa maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, amesema wizara imejipanga kuhakikisha elimu hiyo inawafikia wananchi kwa makundi yote. Elimu inahusiana na masuala ya ardhi, na kama tunavyotambua ardhi ni rasilimali ya muhimu kwa ukuaji wa uchumi, lakini pia kwa maendeleo ya jamii ya kila mwananchi mmoja mmoja. Mwenyekiti wa shirikisho la watu wenye ulemavu wilaya ya Ubungo, Musa Anton, amesema wamefurahishwa na uwepo wa dawati maalum linalohudumia watu wenye ulemavu, huku wananchi wengine wakipongeza huduma na elimu wanayoipata katika banda la wizara ya ardhi. Kutoa fursa ya wizara yake kuweka benchi la watu wenye ulemavu, kupata huduma maalum watu wenye ulemavu, kupata elimu maalum watu wenye ulemavu, tofauti na wizara nyingine au na maofisi mengine. Mimi nimeweza kuhamasisha wenzangu 70. Kati ya hao 70, watu 69 wote tunapata hati leo. Aidha, katika maonyesho hayo ya Sabasaba, mkurugenzi wa Mamlaka ya Afya na Mimea na Viuatilifu Tanzania, Joseph Ndunguru, amesema wataendelea kuwawezesha wakulima na wafanyabiashara kufikia fursa za masoko ya kimataifa katika kuhakikisha mazao ya Tanzania yanakidhi viwango na ubora na usalama unaohitajika katika nchi mbalimbali. Sisi ndio tunaowezesha masoko, na sio tu kuwezesha, tunataka kuhakikisha kwamba mazao hayo yanakuwa na ubora kwa ajili ya kukidhi viwango vya matakwa ya masoko ya nchi husika. Wakati wa ufunguzi wa masoko, moja ya mikataba na masharti ambayo tunapewa ni kuonyesha ya kwamba mazao kutoka Tanzania, mazao kutoka kwenu yasiwe na vimelea fulani au yasiwe na asili ya wadudu fulani, lakini kwa kutumia teknolojia ya kuchakata vinasaba kwa maana ya DNA inaonyesha asili ya kimelea kilichopo. Nikiripoti kutoka katika maonyesho ya Sabasaba, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Halmashauri ya mji wa Bariadi imepongezwa kwa kuvuka lengo la makusanyo mapato ya ndani baada ya kukusanya shilingi zaidi ya bilioni 3 na milioni 700 sawa na 100.15% ya lengo iliyojipangia kwa mwaka wa fedha 2025 hadi 2026, huku mafanikio hayo yakitokana na maelekezo ya serikali ya mkoa wa Simiyu kuhimiza ongezeko la kasi ya ukusanyaji wa mapato pamoja na usimamizi madhubuti wa mifumo. Ifuatayo ni taarifa kamili. Pongezi hizo zimetolewa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoketi kusikiliza na kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026. Nawapongezeni sana kwa ufanisi huo tuliopata. Hichi ni kielelezo kinachothibitisha kwamba serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan inataka kurejesha zile heshima. Tumekusanya kwa 100.1%. Na kwa historia ya halmashauri nadhani hizi zilikuwa ni ndoto, lakini sasa yametimia. Ili kuendelea kukusanya zaidi mapato ya ndani, halmashauri hiyo imeshauriwa kubuni vyanzo vipya ili kuchochea ukusanyaji wa mapato kwa kuwa bado kuna fursa nyingi kwenye wilaya hiyo. Kwa hiyo tupambane ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata
huduma zinazotakiwa. Katika hatua nyingine, halmashauri ya mji wa Bariadi imeendelea kupata hati safi katika ukaguzi wa CAG. Kulikuwa na hoja 43 ambazo zilikuwa ni pamoja na zile za nyuma. Hoja ambazo hazijatekelezwa ni hoja 4. Waheshimiwa madiwani, naombeni kwa nafasi zenu mjitahidi kabisa kusimamia kuhakikisha kwamba kipindi kijacho hoja hizi ziwe zimefanya nini, hoja hizi ziwe zimeisha. Tukuahidi tuende tukakae pamoja, tuendelee kujibu hoja na kuzifunga zile ambazo ni za muda mfupi. Joseph Ndau, Channel 10. Mkuu mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amezitaka halmashauri zote mkoani humo kuimarisha usimamizi wa makusanyo ya mapato ya ndani kwa kuziba mianya ya upotevu wa mapato ili kuziwezesha halmashauri kutekeleza miradi ya maendeleo na kuboresha huduma kwa wananchi. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Babu ametoa kauli hiyo wakati akizungumza katika baraza la hoja la mkaguzi mkuu wa nje wa hesabu za serikali mkoa wa Kilimanjaro CAG. Akisema kuwa usimamizi na udhibiti wa ukusanyaji wa mapato utasaidia halmashauri kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka serikali kuu. Kila halmashauri wahakikishe wanakusanya na wanatekeleza miradi kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika maeneo yetu. Niwaelekeze kuendelea na usimamizi mzuri wa makusanyo ya mapato na kuziba mianya yote ya upotevu wa mapato kwa lengo la kukusanya mapato yaliyokusudiwa. Hata hivyo, sambamba na kusimamia swala la ukusanyaji wa mapato, pia tuweke utaratibu mzuri katika usimamizi na matumizi ya fedha za serikali. Tunaweza tukakusanya hela nyingi lakini tukazitumia ovyo. Tukusanye, tutumie kwa usahihi na kazi ionekane. Naye mkaguzi mkuu wa nje mkoa wa Kilimanjaro Wenslaus Kiaruzi amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 halmashauri ya wilaya Hai imefanikiwa kupata hati safi, mafanikio yaliyotokana na uboreshaji wa mifumo ya usimamizi wa fedha, utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi pamoja na usimamizi madhubuti wa rasilimali za umma. Halmashauri ya wilaya ya Hai imepata hati inayoridhisha, yaani kutolewa pale mkaguzi anapojiridhisha kuwa taarifa za fedha alizozikagua zimeandaliwa kwa usahihi kwa kuzingatia viwango vya uhasibu vya kimataifa vya uandaaji wa taarifa za fedha, yaani IPSAS ya Pro. Hii ina maana kuwa taarifa za fedha hazikuwa na makosa makubwa ambayo yangepelekea kutoa hati yenye mashaka au hati mbaya. Mwenyekiti wa halmashauri ya Hai Edmund Rutaraka akaeleza halmashauri ilivyofanikiwa kupandisha makusanyo yake ya ndani. Sisi bajeti yetu ilikuwa ni bilioni 4.8, lakini tumeenda kukusanya bilioni 5.3. Kwa hiyo zaidi kama ya milioni 500. Kwa hiyo ni hatua moja kubwa sana. Lakini pia kwenye miradi ya maendeleo kama kiashiria mojawapo, wewe tumezungumza na unaona fedha ziko kuja na tunazisimamia. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Na mtazamaji, taarifa yake Ahmad Nandonde kutoka huko Kilimanjaro ndio inatupa sawa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.